Bana, leo ni Aprili 20 na mnyama Simba alikuwa visiwani Zanzibar akiwa na kibarua kizito cha kupapatuana vikali na Stellenbosch, ambapo mchezo umemalizika dakika 90, mnyama Simba akiwa anaongoza kwa bao 1-0. Nipo na kijana hapa, kijana machachari kabisa wa hizi kazi, Jaffe wa mipango. Tueleze umeutazama vipi mchezo wa leo? Ni dakika 90 za kipekee, ni dakika 90 za aina yake, ni dakika 90 za uwanja wa nyumbani ambapo Simba Sports wameweza kutumia faida ya uwanja wa nyumbani kupata kile ambacho walihitaji na kile ambacho walikuwa wanakistahili kutoka uwanja wa New Amani Complex. Ulikuwa ni mchezo wa aina yake kwa timu zote mbili kwa namna ambavyo walimu walikuwa wameviandaa vikosi vyao. Ukilinganisha Simba Sports, ulikuwa ni mchezo ambao anahitaji zaidi matokeo ya kupata idadi kubwa ya mabao ili asitengeneze kazi kubwa pindi anapokwenda nyumbani. Goli moja si dogo, si hafifu, lakini wengi walitamani, hususan kwa nafasi ambayo imepatikana dakika za jioni, Jean Charles akishindwa kuitumia licha kuwa ndo mchezaji pekee ambaye ameifunga bao ambalo limewapa Simba walau nafasi ya mguu mmoja kuiona finali na mmoja ukibaki nusu finali. Na kwenye takwimu Mr. Augusto, Simba Sports inakuwa imeandika historia kwa siku za hivi karibuni, kwa maana ya hii miaka ambayo imekwenda mfululizo robo finali imekuwa ikikutana na timu za South Africa. Zimekutana na timu tatu, ilikuwa ni ya kwanza Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, na hii Stellenbosch itakuwa ni timu ya tatu kwa mfululizo, lakini zote imepata matokeo, kitu ambacho ni cha kujivunia. Simba inapata matokeo katika ardhi yake ya nyumbani, kwa maana inatumia vizuri home ground advantage. Kwa maana hiyo kwamba Simba ilimfunga Orlando Pirates bao 1, historia ambayo imejitokeza leo katika uwanja wa New Amani Complex, ikifanyika hivyo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini usisahau kuwa Simba Sports iliwahi kumfunga Kaizer Chiefs bao 3, lakini akashindwa kupita kwa sababu ya tofauti ya aggregate. Kaizer Chiefs alimfunga Simba Sports bao 4 kule nyumbani kwao, lakini alipokuja hapa akatoka na bao 3. Kwa unaweza ukaona Simba namna ambavyo anajua kutumia uwanja wa nyumbani, na safari hii ameanzia nyumbani huku akienda ugenini. Kwa bado ipo kazi kubwa, ipo kazi ya ziada kwa mnyama Simba Sports kwa hiki alichokipata kama sehemu ya mtaji, kuhakikisha anakilinda kwa dakika zote 90, lakini kama itawezekana basi atafute bao lingine ambalo litampa uhakika wa yeye kwenda hatua ya finali. Kwa wana Simba wengi kwa hivi sasa, macho na masikio yao wana kiu na shauku kubwa ya kupita kwenda hatua ya finali, na wengi walitarajia Simba kuiona ikiifunga Stellenbosch idadi kubwa ya mabao, licha kuwa mchezo umekuwa tofauti na vile ambavyo wengi walidhani itakuwa, kwa sababu kikosi cha Stellenbosch tunazungumza wao ndio mara yao ya kwanza kushiriki mashindano haya au michuano hii ya shirikisho barani Afrika na kufika hii hatua ya semi final, ikiwa ni knockout stage. Sasa tunazungumza first leg wao wakiwa wameimaliza kwa kufungwa bao 1, na huku Simba ikiwa ina advantage zaidi katika mchezo huu kwa sababu kipa namba 1 wa kikosi cha Stellenbosch hakucheza. Hivyo wamepata pia nafasi ambazo wameshindwa kuziconvert kuwa magoli, ambayo ingewasaidia kuwa na idadi kubwa na kutengeneza mlima mrefu kwa Stellenbosch. Kwa tunaona Simba anatakiwa akaze meno kweli kweli, isije ikapinduka meza ikawa tofauti na ikawa mambo ni yale ambayo yalitokea kwa Orlando Pirates. Walitoka vizuri katika uwanja wa Benjamin Mkapa huku akiwa na mtaji wa bao 1, lakini kwenda kule Orlando wanasawazisha na wanakwenda hatua ya matuta. Mwisho wa siku Orlando Pirates anapita katika uwanja wake wa nyumbani na Simba anarudi na kusema kwamba amekufa kiume. Kwa hiyo mwalimu Fadlu Davis anajua vizuri Stellenbosch, pengine labda ndo advantage ambayo imeweza kumuofa zaidi kwenye mchezo wa leo. Bado ana kazi ya ziada, bado haijaisha, haiwi mwisho mpaka ifike mwisho. Simba bado wana kazi ya ziada ya kufanya kuhakikisha kwamba wanapita hatua hii ya nusu finali kwenda hatua ya finali. Na sasa hivi kinachozungumzwa ni kutokana na ile historia ambayo Yanga wameitengeneza kwa siku za hivi karibuni, kiachilia mbali ile record ambayo Young Africans Simba Sports walioifanya kumradhi mwaka 93 ya kufika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Young Africans wamefanya hivyo na wamekuja na medali. Kwa hiyo ni kitu ambacho wao wanajivunia kwa hivi sasa, na kitakacho surprise Tanzania na Sekafa East Africa and Central ni Simba Sports kuhakikisha wanaleta taji la
kombe la shirikisho barani Afrika. Nadhani ndio itakuwa big story kwa upande wa Simba na ndicho ambacho wanakitamani sana kwa hivi sasa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tunatamani sana kuona kwamba kombe hilo likitua hapa kwa mara ya kwanza. Na kama ambavyo Simba nayo hiyo nafasi, basi hakikisha anaitumie vyema ili kutengeneza historia ya kwake ambayo amekuwa nayo kwa kipindi cha muda mrefu. Kwa kuna marekebisho, na tumeona leo mwalimu akianza na kikosi ambacho kilimpeleka hatua ya nusu finali. Kile ambacho kilimpeleka nusu finali ndicho ambacho amekiamua kukianzisha leo ili kimhakikishie nafasi nzuri zaidi ya kupita kwenda hatua ya finali, licha ya kuwa kufanya mabadiliko ambayo yalikuwa ni na dhumuni la kupandisha mashambulizi mbele ili kuhakikisha anapata mtaji mkubwa wa mabao. Ukimzungumzia Kibu Denis Prosper, ukimzungumzia mabadiliko ya Shabalala, anaingia Valentin Noma, hiyo yote ni shauku ya mwalimu kuhitaji kupeleka mashambulizi, lakini kumjengea experience au kumuondoshea hofu mchezaji pindi anapokuwa na nyakati ngumu katika kiwanja. Budo ameingia kwenye mchezo huu, ni moja ya mchezo ambao unamuongezea kitu, licha ya kuwa Budo alipotoka alikuwa akishiriki michezo hii na performance yake ilikuwa ni kubwa zaidi ya hiki ambacho tunakiona kwa Simba Sports. Kwa hiyo anaweza kawa tu ni nyakati ngumu za mpito anazozipitia, lakini haimfanyi mchezaji kuonekana ni mbovu sababu ya namba yake kupata watu wazuri. Ni ushindani wa namba ndio unaoleta competition kama hizi. Kwa hiyo mnyama Simba anayo kazi ya ziada tarehe 27 kuhakikisha kwamba anavuka hatua ya nusu finali kwenda hatua ya finali, na hii inatakiwa ibebwe na wanasimba wote, kwa wale ambao watafika South Africa, kuhakikisha kwamba wanaipa nguvu, wanaipa support timu yao ili iweze kuvuka kwenda hatua ya finali. Mwalimu tumeona leo ameanza na Mukwala, lakini Ateba akitokea bench na ameingia dakika ya 80. Unadhani mwalimu Fadlu alikiona kitu gani katika uzani wa mechi hii mpaka kumwanzisha Mukwala badala ya Ateba, kama ambavyo tumezoea kwenye mechi kubwa kubwa anakuwa anamwanzisha Ateba? Mwalimu alichokidhamiria katika mchezo wa leo, alikuwa anahitaji mchezaji ambaye anaweza kukaa kwenye nafasi na kutumia nafasi. Ndicho ambacho alichokuwa anakihitaji siku ya leo. Hakuwa anahitaji mchezaji ambaye anaweza kuutunza mpira ili wapinzani wasiweze kuchukua, lakini mwisho wa siku pasi zake za mwisho zisiwe sahihi katika maeneo ambayo yanakuwa ni sahihi kwa Simba Sports kupata bao. Kwa Mukwala ilikuwa ni the best choice kwa upande wa mwalimu Fadlu Davis, kwa sababu ni mchezaji ambaye ameshamuonyesha kitu na ameaminisha Simba Sports kwamba anapokuwa uwanjani ana uwezo wa kufanya lolote saa yoyote na muda wowote pindi ambapo atapata mipira sahihi, na yeye pindi anapopata mipira sahihi anaweza kuwa chanzo cha timu kupata matokeo licha ya kuwa yeye kutokufunga. Kwa hiyo uwepo wake katika ile namba 9 kunarahisishia namba 10 pamoja na namba 11 kuwa na kazi rahisi zaidi, pamoja na namba 7, wote hao wakiwa ni safu ya ushambuliaji ya juu, huku namba 6 pamoja na namba 8 kuwa na usalama wa pasi wanazozipiga kwenye eneo la juu la safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo ilikuwa inamrahisishia kwenye kazi yake ya leo, mashambulizi kuwa ya haraka kuliko mchezaji kukaa na mpira kwa muda mrefu. Mukwala ni mmoja ya mchezaji ambaye hakai sana kwenye eneo lake. Utamuona pembeni, kushoto, kulia, lakini akishuka chini zaidi kutafuta mipira. Na hata timu inapopoteza mpira anakuwa ni mchezaji ambaye anaweza kugeuka katika majukumu ambayo hayamhusu, lakini kubwa ni kuisaidia timu kupata mpira pindi inapokuwa imepoteza. Kwa kwenye mtindo wa modern football, Mukwala na fiti zaidi na nafasi yake na namna na aina yake ya uchezaji inampa mwalimu advantage zaidi pindi anapokuwa uwanjani. Hatusemi Ateba ni mbaya, hapana. Ateba ni mchezaji mzuri sana, ila kinacholeta utofauti ni kwamba Ateba anakaa na mali muda mrefu sana kuliko Mukwala. Mukwala anajua kwamba hii pasi yengo niliopo ni mbaya, sitaki kulazimisha mwenzangu yupo katika side nzuri, basi nimpe ili tutafute timu kupata matokeo ambayo inaweza kututengenezea urahisi wa hatua inayofuata kuliko kuweka ugumu wa kutaka wewe ndio ufunge. Kwa hiyo ni moja ya advantage ambayo mwalimu ameipata na ameona, kwa sababu Mukwala amemprove wrong mara nyingi ambazo anampa nafasi ya kuingia. Mechi ambazo zimepita, ukiangalia mechi ambayo Simba alicheza na Al Masry, Mukwala aliingia dakika za jioni sana, lakini alionyesha kitu ambacho kama mwalimu angemwamini mapema zaidi, pengine kwenye dakika ya 60 Simba ingeongea mambo mengine na isingekuwa na mlima mgumu kuupanda pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini yote kwa yote tunaona mechi ya marejeano aliona Mukwala is the best kuanza,
Ateba asubiri, lakini kitu ambacho ni surprise na watu wengi walikuwa kikisubiri siku ya leo au kwa muda mrefu zaidi Mr. Augusto ni kuiona Simba ikicheza na double striker, kwamba Ateba atatokea pembeni lakini Mokwala atasimama kama namba 9. Kwa hiyo unaona majukumu vile ambavyo mwalimu ameweza kuyabadilisha, na kuna kitu cha tofauti ambacho kimepatikana. Unaona namna ambavyo Simba Sports imepeleka mashambulizi ya dakika za jioni kabla ya kipenga cha mwamuzi. Kama nafasi ingetumika vizuri zaidi, Simba ingeondoka na idadi ya mabao 2. Lakini wamepata nafasi, wameshindwa kutumia nafasi, na tunazungumza idadi ya bao 1 kwa hivi sasa, ambayo imempa mnyama nafasi ya mguu mmoja kusonga hatua ya fainali, lakini akiwa amesalia na mguu mmoja either kubaki au kwenda. Kwa hiyo wana Simba bado wanayo nafasi ya kufika hatua ya fainali, na wengi walizungumza wanaiona fainali ya Simba Sports versus RS Berkane. Kwa hiyo bado tunasubiri kwa RS Berkane na mwenzake tuone huko kwao kutakuwa vipi. Kwa hiyo ndio hivyo mwalimu faida anayoipata ya kumwanzisha Steven Dese Mokwala ni hiyo, kama ambavyo tumeizungumza hapo, kukaa kwenye nafasi na kutumia nafasi. Bana, umeutazama mchezo kwa uzuri dakika 90 zote ndugu yangu. Na mara nyingi VAR inapotumika basi unakuta goli lililokuwa scored basi linaweza likawa lina utata au lina kuna mushkeli fulani. We kwa ulivyotazama mpira umeona kulikuwa na utata gani katika goli ambalo Simba wamescore likiwa ni goli lao la kwanza kabisa na ndo ambalo wamesalia nalo mpaka mwisho wa mchezo? Utata ulikuwa kwa mpinzani ambaye ni Stellenbosch. Utata ulikuwa kwa Stellenbosch, na kubwa ambalo Stellenbosch liliwafanya kuwa na utata ni kuamini kwamba Jean Charles Ahoua alikuwa amezidi, kwa maana ya kwamba ule mstari wa mwisho safi ya mabeki alikuwa ameuvuka. Kwa mafikirio yao waliamini kabisa ile itakuwa ni offside, hivyo wakaenda kumlalamikia mwamuzi kwamba bana, hii ilikuwa ni offside. Mwamuzi kafanya maamuzi kama vile sheria zinavyomtaka, na baada ya kusikiliza wale waliopo kwenye chumba cha VAR kwenda kuangalia ye mwenyewe kwa kujiridhisha kwamba ilikuwa ni offside ama sio offside. Kwa ni shinikizo muda mwingine la wachezaji kumvaa mwamuzi, linampa pressure mwamuzi ya kutaka kujua yawezekana ilikuwa ni kweli line 1 au line 2 ameshindwa kungamua lile tukio kwa uharaka. Hivyo sasa video assistance referee inamsaidia mwamuzi wakati kujua ilikuwa ni goli halali au sio goli halali. Lakini mara baada ya mwamuzi kuangalia kwa kujiridhisha akaona kwamba ni goli halali. Kwa hiyo ndo moja ya advantage ya kuwa na video assistance referee kwa mwamuzi, hususan katika mechi hizi kubwa. Lakini sio tu kuwa na usaidizi wa VAR, lakini namna ya mwamuzi anavyoweza kungamua tukio, kwa sababu kwa haraka ukiangalia kwa jicho la kawaida utasema kwamba wachezaji wa Simba Sports walikuwa tayari wamezidi kwenye ile zone ya mstari wa zone ya mabeki. Kwa hiyo kwa haraka unaweza kusema sio goli, lakini ukiitazama utaona mabeki wa Stellenbosch walikuwa wameiua ile offside kuwa onside Simba Sports, na goli lake linakuwa ni goli halali. Kwa hiyo kitu kingine ambacho tunakiona kwa Stellenbosch ni kwamba wamejua kucheza na mwamuzi katika zile moment ambazo zilikuwa zina utatanishi, na leo Simba pia nimewaona kwenye baadhi ya maeneo wakiamka. Walishindwa kufanya hivyo zidi ya Al Masry na penalty yao kumezewa filimbi kwa sababu hawakwenda kumshinikiza mwamuzi, lakini leo tunaona wamekuwa na namna ya kumzonga hivi na vile ili kumuongezea attention mwamuzi katika mchezo ili aweze kufanya maamuzi yake sahihi katika kutafsiri sheria 17 za mpira. Okay, kwa kumalizia, kama isingekuwa Jean Charles Ahoua kukosa goli katika attempt ambayo alikuwa amebaki yeye na goli akiwa amekusha kumpita goalkeeper katika dakika za 90 plus. Sasa hivi tungekuwa tunazungumza habari nyingine, pengine Simba angekuwa wana bao 2 kibindoni. Unazungumziaje kama ukipewa nafasi ya kumshauri Jean Charles Ahoua, utamshauri kitu gani? Jean Charles Ahoua kwanza ni moja ya mchezaji makini pindi anapokuwa uwanjani, ni moja ya mchezaji ambaye umuoni katika matumizi makubwa ya nguvu, lakini ni mchezaji ambaye anaishirikisha sana akili katika kufanya maamuzi sahihi kwenye eneo sahihi analokuwa. Namba 10 ambayo Simba Sports kwa hivi sasa ndio tegemezi ya namba 10 pekee, licha ya kuwa mwalimu kuzungumza kwamba ana uhitaji wa kupata namba 10 mzawa katika dirisha linalofuata. Kwa hiyo kubwa ambalo mimi naweza nikamshauri Jean Charles Ahoua, kwanza kujua kazi ya namba anayoihudumu. Cha kwanza ajue kazi ya namba anayoihudumu.
Lakini cha pili ni kuongeza umakini zaidi wa eneo analolihudumu, analolifanyia kazi. Yaani licha ya kujua majukumu unayopaswa kuyafanya, uongeze umakini zaidi katika eneo ambalo unalolifanyia kazi ili iweze kukupa matunda ya kile ambacho unatamani kukipata. Kwa sababu unaposaidia timu, wewe mchezaji pia unatengeneza record. Zile records zinakubeba wewe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Timu nyingine kubwa kutamani kuwa na mchezaji wa aina yako kwa namna unavyowajibika kuisaidia timu. Kwa hiyo unavyoongeza umakini katika eneo lako la kazi, inakusaidia sasa wewe mchezaji kuwa na faida kubwa kwenye eneo la kiwanja pindi ambapo mwalimu anakuamini kukupa nafasi kuliko kuwa na pupa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kidogo sana kinatakiwa kupungua. Apunguze tu pupa na aongeze umakini, anaweza akawa na namba nzuri zaidi ya hii ambayo ameipata, sio kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini kwenye michuano pia kimataifa. Shukrani sana Jeff wa Mipango. Pamoja sana.